Marekani inaonyesha kukiri kwamba imeshindwa vita vya moja kwa moja vya mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ni kutokana na namna ambavyo mamlaka nchini Marekani zinavyotafuta njia za kuweza kumaliza mzozo kati yake na Iran. Ikumbuke kwamba wakati Marekani inaanzisha operation ya Epic Fury nchini Iran, moja kati ya mikakati mikubwa ambayo iliwekwa na jeshi la Marekani kupitia mamlaka ya rais wa Marekani Donald Trump ilikuwa ni kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku kifanya kazi kubwa ya kuwaua viongozi wakuu wa nchi, lakini pia makamanda wakuu wa nchi pamoja na raia wasiokuwa na hatia. Lakini hayo ikiwa hayatoshi, mpango mwingine ulikuwa ni kuondoa nyuklia nchini Iran, moja kati ya mpango wa muda mrefu wa Marekani. Licha ya kwamba mpango huu bado nao haujafanikiwa, lakini jambo lingine lilikuwa ni kuondoa makombora ya masafa marefu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Yote hayo bado hayakufanikiwa. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa vitisho vingi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia wa Iran wakisimama imara kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani na Israel pamoja na wale wote waliunga mkono dhidi ya nchi hizo mbili. Kadhalika mipango tofauti inazidi kupangwa. Sasa mkuu wa jeshi la Marekani Generali Dan Kane amewataka kwa faragha maafisa wakuu wa utawala wa Trump kutafuta njia kukomesha vita vya Marekani dhidi ya Iran, huku kukiwa na wasiwasi kwamba chaguzi zinazopatikana za kijeshi zinaweza kuleta matokeo machache na kusababisha ulipizaji wa kisasi zaidi kutoka nchini Iran, kulingana na ripoti. Ikinukuu vyanzo vitatu vinavyofahamu mazungumzo hayo, shirika la utangazaji la Marekani CNN limeripoti kwamba Dan Kane, mkuu wa jeshi la Marekani, alitoa wasiwasi wake na maafisa wakuu akiwemo mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe, waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio na makamu wa rais JD Vance. Ripoti hiyo ilisema Jenerali Dan Kane na maafisa wengine wanaamini kuwa shirika la anga pekee haliwezi kuilazimisha Tehran kukubali matakwa ya Marekani, licha ya rais wa Marekani Donald Trump kuendelea kupendelea kuepuka uvamizi wa ardhini kutokana na namna ambavyo maafisa wa CIA kwa maana ujasusi nchini Marekani ulivyotathmini namna na athari kubwa ambazo jeshi la Marekani linaweza kupata ikiwa litavamia ardhi ya wa Iran. Generali Dan Kane na maafisa wengine wakuu wameripotiwa kuwa na mashaka na pendekezo la kuongezeka na pendekezo la mapambano ya kivita mwishoni mwa Julai kwa sababu ya wasiwasi juu ya kulipiza kisasi kwa Iran dhidi ya washirika wa Marekani pamoja na miundombinu ya nishati ya kikanda. Trump hatimaye aliahirisha operesheni hiyo baada ya washirika wa Ghuba kuonya kuhusu uwezekano wa mashambulizi, ilisema ripoti hiyo. Lakini pia iliangazia wasiwasi unaozidi kuongezeka kuhusu kupungua kwa hifadhi ya silaha za Marekani, ikiwa ni pamoja na makombora ya ulinzi wa anga na zana zingine za usahihi ambazo zinaweza kuzuia uwezo wa Washington kuendeleza mzozo wa muda mrefu. Ibainisha kuwa Kane amemuonya Trump kuhusu hatari za kijeshi. Shirika la habari la CNN limesema pia alisisitiza kuwa majeshi ya Marekani yanaweza kuleta madhara makubwa kwa Iran iwapo yataamriwa kufanya mashambulizi makubwa na hatimaye kuua watu wasiokuwa na hatia. Kadhalika, ripoti hiyo inaeleza kuwa maafisa wa utawala wa sasa wa Donald Trump wanatafuta matokeo ambayo Trump anaweza kuonyesha kama ushindi wa kisiasa, huku akiacha nafasi ya diplomasia pamoja na makubaliano yanayowezekana ya kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Hilo ndilo kubwa ambalo rais wa Marekani Donald Trump analizungumza kila kukicha, huku akidai kwamba mlango wa Hormuz huenda ukafunguka wakati wowote kuanzia sasa. Hata hivyo, mkuu huyo wa jeshi wakati huu anatazama namna ya kuleta utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini pia akiangalia ni nini ambacho Marekani inaweza ikakivuna katika nyakati hizi. Kuongezeka kwa mashambulizi kati ya Marekani na Iran kulianza mnamo Februari 28 ambapo Marekani ilimuua kiongozi mkuu wa serikali ya kimapinduzi nchini Iran Ayatollah Khamenei, jambo ambalo wa Iran wakati huo walikuja kwa nguvu zote kwa ajili ya mapambano dhidi ya kuhakikisha kwamba wanalipa kisasi na kuhakikisha wanaitoa Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mvutano huu ulisababisha
kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei kuuawa pamoja na sehemu kubwa ya viongozi wengine wakuu pamoja na mamia ya raia. Lakini Iran haikurudi nyuma, bali ilianzisha taratibu za mapambano kwa kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, njia ambayo ni kwa ajili ya kupitisha nishati, kuonyesha kwamba ulimwengu unatazama ni nini ambacho wao pia wanaweza wakaathirika kutokana na vita vya Trump na Netanyahu. Juni 18, Iran na Marekani zilitia saini mkataba wa maelewano kupitia upatanishi wa Pakistan na Qatar kumaliza uhasama uliokithiri na kuanzisha mazungumzo kuelekea makubaliano ya mwisho. Mazungumzo hayo baadaye yalikuwa juu ya mizozo inayohusiana na usalama wa baharini na uhuru wa kusafiri kupitia lango la Hormuz. Afisa wa Marekani siku ya Ijumaa ameripoti maendeleo kati ya Iran na Oman ambayo yanaweza kufikiwa hivi karibuni kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Afisa huyo wa Marekani ambaye alikataa kutambuliwa alisema Washington ilitarajia makubaliano hivi punde kati ya nchi hizo mbili ambazo zinakaa kila upande wa mlango wa Hormuz ili trafiki za kawaida za mafuta ziweze kuanza tena. Makubaliano kati ya Iran na Oman juu ya udhibiti wa njia ya kimkakati ya maji yanaonekana kuwa muhimu kwa makubaliano mapana ya amani. Kuna maendeleo kati ya Oman na Iran kwenye mkondo huo na tunatarajia makubaliano ya hivi karibuni, afisa huyo wa Marekani aliliambia shirika la habari la Reuters mnamo siku ya Ijumaa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.